Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahi Shamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Ndoo. Kufikiria kuhusu makazi mapya. Kuhisi utakosana na mtu kwa jambo. Kuacha kujilazimisha kufanya kitu. Muwasho wa ngozi kupungua au kuisha. Utakuwa mwenye tahadhari sana. Kupanga mipango mizuri na mtu. Kufahamu kitu. Kutamani mtu afike nyumbani kwa haraka. Jicho kucheza. Kuna taarifa utakayoipata. Utakuwa sawa na mtu katika maelewano. Nyota ya Mapacha. Kuchelewa kuamka. Uchovu kuwa mwingi sana. Kukataa kitu alafu baadaye utakifikiria. Kuonesha umoja na mtu kwa kila hatua anayoipitia. Mtu atafanya uzingatie kitu. Baada ya siku chache zijazo, kuna jambo utakalolifahamu. Kupitia hali ambayo itakufadhaisha. Moyo wako kuwa na huruma sana kwa mtu. Kuna kitu utaepushwa nacho. Hivyo unaweza kukosa kitu, ikiwa ni kwa faida nzuri. Kumkasirikia mtu kwa muda, ila baadaye utaongea naye vizuri. Nyota ya Mizani. Kujulishwa kitu kinachoendelea sehemu. Kutomhofia mtu tena. Utajipa uhuru kwa unachotaka kukifanya. Kutambua umuhimu wa mtu anapokuwa mbali. Kumuhisi mtu vibaya. Kufikisha taarifa sehemu husika. Kupanga kuonana na mtu. Kujulishwa jambo zuri. Mtu ataukumbuka wema wako. Kuhisi mtu hayuko sawa kama hapo mwanzo. Nyota ya Samaki. Kuonesha nia ya kuelewana na mtu. Kujilazimisha kulala ikiwa huna usingizi. Kufanya kitu kwa utaalamu zaidi. Kumhesabia mtu makosa yake kwa kumweleza. Kuizoea hali fulani. Kuongea sana na mtu. Kitu chenye umuhimu kitakufikia. Utaondokana na hali ya mawazo. Kuuficha ukweli kwa mtu. Kutamani upate pesa ya haraka. Kuchangamka unapokuwa na mtu fulani. Nyota ya Nge. Kupenda kusema ukweli ili moyo wako uwe huru na amani. Kumbana mtu kwa maswali. Kuhisi mtu kabadilika. Kuacha kuwathamini wasiokuthamini. Kuomba nafasi ya kuongea na mtu. Kuhitajika kulala mapema ili uwahi sehemu. Kutumia akiba yako kumaliza jambo. Tofauti zako na mtu kuisha. Utanufaika na kitu. Kujihisi maumivu ya mgongo. Baadhi yenu kutamani kupungua mwili au nyama za tumbo kuisha kutokana na mafuta mengi. Kupata haja kubwa nyepesi ya mara kwa mara. Hii ni kutokana na mvurugiko tumboni. Utafika sehemu ambayo ulipanga kuwa hutofika. Kubadilisha maamuzi. Kutekeleza jambo. Nyota ya Kaa. Kujua kuwa mtu hamaanishi kwa anachokisema. Kupata usingizi wa ghafla. Utategemewa kwa jambo. Miguu kuuma. Kukaa sehemu kwa muda mrefu sana. Kuchana kitu ambacho huna matumizi nacho tena. Sikio kuuma. Kuhisi kichefuchefu. Kuwakutanisha watu ili wafahamiane. Kuonesha hali ya kuchoka kwa kitu fulani. Utamvumilia mtu. Baadhi yenu kujihisi wenye majonzi sana. Kuteswa kihisia na mtu wako wa karibu. Kukosa amani. Kujihisi ni mkosaji. Nyota ya Punda. Kusherehekea kitu. Kukosana na mtu mwenye maneno mengi. Utahitaji kitu kwa mtu. Hivyo utaonesha hali ya upole au utiifu. Kusali sana wakati wa usiku. Kumalizia kazi muhimu. Kujaribu kitu kwa mara nyingine. Kuongea na mtu ukiwa katika hali ya usingizi. Kwa wakati huu utajivunia kuwa na mtu fulani. Kuonesha jitihada ya kukamilisha kitu. Kuhisi mtu ana matatizo.
Utamwambia mtu jambo ambalo lilikuwa na masharti. Nyota ya Simba. Kupanga namna ya kumdanganya mtu. Kupumzika sana kutokana na hali ya hewa. Utakuwa mwenye mahesabu ya vitu vingi unavyotaka kufanya. Kushukuru kwa kitu ambacho hukutarajia. Utafanyiana visa na mtu. Kuchukizana na mtu. Kuheshimiwa. Zawadi kubwa itakufikia kuanzia wiki ijayo. Mtu kuwa muwazi sana kwako. Nyota ya Mshale. Kuhisi kufichwa jambo. Utakuwa mwenye mashaka sana na mtu. Kuulizwa jambo kwa mara nyingine. Mtu atakuwa na kisirani na wewe. Kuambiwa jambo ambalo hukulifikiria. Kupata ndoto inayojirudia katika namna tofauti, ile yenye maana moja. Kupata bahati ya kitu. Pesa usiyoitarajia itakufikia. Kuonana na mtu katika hali ya hofu. Utapatiwa maagizo ya kitu fulani. Utatafutwa na mtu kimawasiliano baada ya muda mrefu kupita. Utashirikiana na mtu katika kazi. Utaihisi hatari. Utajua kitu kumhusu mtu. Utapatiwa taarifa ya mgonjwa. Nyota ya Ng'ombe. Kutafutwa na namba ngeni. Kushtuka sana. Kuuliza jambo utakalomkera mtu. Kumjulisha mtu kuwa umepata kitu. Kutaka kumlipa mtu. Baadhi yenu kuonekana una huzuni. Kuhisi maumivu kooni. Kutamani kuhudhuria jambo. Mwisho wa mwezi huu kupokea pesa sana. Nyota ya Mashuke. Kupata hali ya uoga kwa kitu. Kuhisi sana kitu. Yaani hisia zako zinakueleza jambo. Utakuwa mwenye mipaka sana katika maongezi. Utahitaji msaada kwa mtu. Kutumia kitu kwa shida. Kujutia kitu. Utapata maelekezo ya kitu ambacho kitakuwa na msaada kwako. Nyota ya Mbuzi. Kujihisi yu mgonjwa. Ila utaulazimisha mwili kufanya kazi. Kufikishiana taarifa nzuri na mtu. Kuna mtu atakuwa na kukera sana. Utatamani kula chakula cha mizizi, kama viazi au mihogo. Kuonekana na mtu sehemu mara kwa mara. Utajishtukia kwa kutofika sehemu. Kulala mchana na kuota ndoto ambayo itakupa simanzi au unyonge. Kumwongopea mtu jambo. Kuhisi mtu atajua kitu kuhusu wewe. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.